Tunamshukuru Mungu tumeweza kufika hapa. Tumetoka kufanya maadhimisho jana ya siku yetu sisi mama zenu. Sasa tukasema siku hii isiende tu hivi hivi, na sisi kama kina mama walezi lazima tutenge kitu kwenye bajeti yetu tupeleke kwa watoto wetu. Kwa hiyo tulipozungumza na mwenyeji wetu akaamua kwamba tuje hapa, na kwa kweli tumekuja hapa, tumekutana na watoto wetu, tumefurahi sana. Lakini pia tumefurahi kuona tumekutana na watoto wetu wa darasa la 7 wakijiandaa mwaka huu kwa mtihani, na nyinyi niwaombe msome kwa bidii na wote mfaulu, si ndio? Msome sana. Tumeleta mchele kilo 200, sukari, lakini tuna sabuni za kufuria, lakini tumeleta mafuta ya kutosha ili watoto wetu waweze kupikiwa chakula kizuri na kimechanganywa na mafuta katika kupata ule mlo ambao umekamilika. Lakini tumeleta taulo za watoto wa kike ambao wameshaanza kuzitumia, wanaweza wakazitumia pia. Lakini tuna zawadi ya wheelchair 2 ambazo tutamkabidhi mheshimiwa, kwa sababu wakati uliopita tulipokuja tulikuta kuna watoto wanapata changamoto hata kwenda kuoga maliwato kwa sababu ya hali walizokuwa nazo. Kwa hiyo tunazo hizo wheelchair 2 kwa ajili ya kituo hiki na tutamkabidhi mheshimiwa DC atazileta. Watoto hawa wapo makundi mbalimbali ambao wanapatiwa elimu hapa, na kwa wema wenu katika maadhimisho ya siku hii muhimu kabisa ya wanawake, nimefikiria jambo kubwa na jambo zuri katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Ulipanga katika programu zako ni pamoja na kutembelea shule hii, kuja kuwaona watoto hawa, kuwasalimia, lakini pia kuwashika mkono, kwa sababu ni katika kundi la watoto ambao wanahitaji faraja, wanahitaji kutazamwa, wanahitaji kuhurumiwa na wanahitaji malezi kama ambavyo wanapata watoto wengine ambao si wa makundi maalum. Sisi katika wilaya yetu tunawashukuru sana kwa wazo hili zuri na mipango hii ya kuja kuwaona na kuwasaidia vijana wetu ambao kwa kweli wanahitaji faraja kubwa sana. Ni imani yangu kwamba kwa namna ambavyo mmekuja, mkiondoka hapa watabaki wamefarijika sana, watawashukuru sana, na mtakuwa mmeongezea furaha ya kuendelea kuwepo mahala hapa, na wataendelea kupata elimu yao katika mazingira yaliyokuwa bora zaidi. Mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kizega, naitwa Elisante Gius. Ninajisikia faraja sana kwa kuungana nasi kuja kutufariji. Tuna changamoto nyingi kutokana na hali yetu tuliyo nayo. Tuna ulemavu wa aina mbalimbali, hatuhitaji kuwachosha kuwaeleza, lakini pia tuna mahitaji mengi. Haya ni mahitaji sahihi kabisa mliotuletea. Hamna hata kitu kimoja ambacho mmeleta ambacho hatukihitaji. Hivi ni vitu sahihi, mmeguswa na Mungu na Mungu awabariki sana. Awabariki katika safari zenu na kazi zenu. Mungu atie moyo, aendelee zaidi kuwafunulia mambo makubwa ili muweze kutusaidia zaidi hapa Kizega. Amen. Tunawashukuru sana wageni kwa kuja kututembelea, kutuletea zawadi. Mungu awabariki pale mlipopungukiwa na wapate kuongezewa. Amen. Asante sana. Wewe unaitwa nani? Savai kulindwa Nyanga. Oh, Savai, jina zuri sana. Utaendelea kulindwa mami. Asante. Asante sana wageni wetu kwa kutuletea. Mungu akawabariki. Amen. Mlipopungukiwa pale na sisi tumefarijika kutembelea. Amen. Unaitwa nani wewe? Ramadhani. Mungu akutunze. Asante sana. Haya, asanteni. Tunawapenda Msome sana Umenielewa? Mkisoma sana nyinyi mtapata baraka, mtakuwa kama sisi, si ndio? Mwapende walimu na mwapende dada zenu na kaka zenu wawasaidie, sawa? Haya, sawa.